Naam, siku ya jana Marekani pamoja na Israel zimeripotiwa kufanya shambulio katika vituo vya urutubishaji uranium vya Irani. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa. Sasa siku ya leo, shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA limeanza kuhangaika kukagua athari za tukio hilo. Mkurugenzi mkuu Rafael Grossi, mwanadiplomasia aliyebeba mzigo wa dunia mabegani, amethibitisha kuwa kituo pekee cha nguvu za nyuklia cha Bushehr kilicho mbali kusini mwa Iran hakikuguswa. Vivyo hivyo kituo cha Fordo kilichochimbwa ndani ya mlima na kituo cha Isfahan vilibaki salama. Fordo, kwa mujibu wa wataalamu wa kijeshi, kilikuwa ngome ngumu zaidi kuvunjwa, kinga zake za asili zikiilinda dhidi ya mashambulizi. Natanz kwa upande mwingine kilibaki dhaifu. Kumbi zake za chini ya ardhi hazikuweza kustahimili makombora sahihi ya bunker busters kutoka Marekani. Grossi akihutubia bodi ya magavana ya IAEA alizungumza kwa sauti ya tahadhari iliyochanganyika na maombi. Naziomba pande zote kutumia uvumilivu wa hali ya juu, alisema. Hatua yoyote ya kijeshi inayohatarisha usalama wa vituo vya nyuklia inaleta madhara makubwa kwa Iran, ukanda mzima na dunia kwa ujumla. Aidha, katika taarifa yake, Rafael Grossi amesema kuwa hakuna tishio lolote la viwango vya mionzi vilivyoripotiwa katika eneo hilo. Sasa hii ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikufikishie wewe mpenzi wa geopolitics, ambaye kila siku watu tunakutana hapa na kujuzana habari zote zinazoendelea kuhusiana na huu mzozo mkali unaoendelea Mashariki ya Kati. Mimi naitwa Bounce, hakikisha una follow ukurasa kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.